Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu wapendwa, wakubwa kwa wadogo, nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba tuko katika ayyam za shahru Ramadhan. Ukiwa na firasa kubwa ya kupeleleza ulimwengu ambao kwamba uliongiliwa na Ramadhani, basi kuna wazee kwa ile mapenzi huwa wakisema sura za watu pia hubadilika zikawa zina shahru Ramadhan, zina wajhu siyam, na nyuso za kufunga, nyuso za kusikitika, nyuso za kuridhika na somo ya Ramadhani. Basi hewa hivyo hivyo wakwambia wale wazee, ati majumba, upepo, mazungumzo ya watu, hakadha namna sura watu ambao kwamba wanaipenda Ramadhani, kwamba tuko katika shahru Ramadhani mubarak. Leo tutaingia katika kiungo muhimu sana nacho katika kufunga, nao ni siyamul farj, kufunga kwa tupu. Baada ya mdomo na Ramadhani, basi kuna na siyamul farji, tena hata kwa mke wako mtana kuna siyamul farji, tena kuna siyamul farji ni kwa awami hao wasiokuwa na wake tena kuzini. Siyamul farji, kufunga kwa tupu. Kuna alqaidatul usuliyya au alqaidatul fiqhiyya. Alusuliyya, kuna fiqhiyya ya usuli ya fiqhi, usulul fiqhi. Alfarji, leo tuizungumza uchi, tuzungumza kwa lugha nyingine, alfarji ni tupu. Wenye usulul fiqhi yakwambia al-aslu fi kulli shay'in al-ibaha, kila kitu wakati kuumba ulimwengu kilikuwa ni ibaha, hatta yadulla dalilu ala tahrim. Kila kitu ilikuwa ni halali mpaka ije dalili ya kuharimisha. Na usuli nyingine yakwambia al-aslu fi kulli shay'in al-ibaha illa fil abdha'i, jitu zote zilikuwa na ila tupu, zikiundwa zimeundwa ni haramu kuingiliana. Wakakwambia al-aslu fil abdha'i at-tahrim, asili ya tupu ni haramu moja kwa moja. Sasa hakuna namna, ndugu zangu, wataka kujaajaa tena ndani ya Ramadhani, na ukisoma ule Uislamu zitu zote tembo ilikuwa ni halali. Jamaa lilipiga kweli kweli Madina huko, lakini lilipoharimishwa ndio asili kwanza ilikuwa ni halali, kisha likaharimishwa. Hii ni ndugu zangu, ndio dini ya Uislamu ya kutupa usahali kwa kila kitu, kwa kila kitu ambacho kwamba tumuombiwa nacho sisi katika huu ulimwengu wetu tulionao. Je, iko dalili ya katika Al-Qur'an al-Karim ya kutuambia kwamba kila kitu ilikuwa ni halali, ni ibaha? Naam. Kama unasikiza na wapenda kujua, tutakwambia asili ya vitu zote zilikuwa ni halali, zote bidalili qawlihi ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Aya ikutosha hiyo aya. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliwaambia nyinyi vitu zote hizi katika ulimwengu. Maana hapa imekuja moja kwa moja. Basi Mwenyezi Mungu silikuwa ajua tembo itakuwa halali, zina itakuwa halali. Ni Mwenyezi Mungu huyu, ndugu zangu, haingiliwi. Tusilete ufidhuli. Kwa nini tembo alipoanza asiharimishe hiki na kahalalisha hiki? Huyu ni Mungu. Mwenyezi Mungu ni hakimu, Mwenyezi Mungu na hikma yake. Kwanza mwenyewe ameumba, la yusalu amma yafalu bwana. Tusilete ufidhuli hapa. Mwenyezi Mungu haulizwi
Haulizi, twaeleza Kiislamu, sharia ya Kiislamu, ulimwengu ulipoumbwa bidalili qaulihi ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, ya Mwenyezi Mungu ndio aliombea nyinyi zote hizi katika ulimwengu ni zenu. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akalingana kwenye arshi yake. Ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba zitu zote hizi alitumbia sisi zote. Sasa tena ikaanza kaida yake moja baada ya moja baada ya moja. Kama sisi Waislamu tutakubaliana, Qur'ani haikushuka mara moja. Qur'ani haikushuka mara moja, ilikuwa ya ngoja. Imeshuka kama tuambiwa hapo katika Lailatul Qadr, imeshuka kwa pamoja hapo, kisha ikateremsha kidogo kidogo, kama ala sabili almithal, ala sabili almithal. Mashikukosea hadithini, Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu alikuwa na msikitini, ukaswaliwa siku hiyo, bismillahir rahmanir rahim, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidu ma 'abadtum wa antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum wala din. Zile la zote, qul ya ayyuhal kafirun, la zote, wewe bwana mwenye kuswalisha hakuzileta. Sayyidina Umar akaenda, ya Rasulullah, je, Qur'ani yako umekubadilishwa huku, umesoma amri kadha 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 kadha, teremka ikaharimishwa, kaharimishwa tembo. Ina maana basi usiseme basi Mwenyezi Mungu ilikuwa ataka mambo yote akiyapanga ayapange, hili lafaa hili halifai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haulizi lile ambalo kwamba yeye alifanyalo. Siyamul fard katika Ramadhani, hata kwa mkeo. Siyamul farji ni zina. Hatuwezi sisi tu wenye wake zetu mtaana tukawaingilia, kwani hawa wanawake na hata kwa majinga wajinga. Umgilie mkeo Ramadhani, kwani yeye haelewi kwamba haifai? Sasa ikiwa kwa mke wako kwa wake zetu halifai zina, basi ni aula zaidi katika Ramadhani haifai. Ndio bidalili qawlihi ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yani msikurubie ile zina, wewe hujafanya kile kitendo, wala taqrabu, msikurubie. Na tukisema kuikurubia ni kuangalia, ndio asili ya zina. Na pengine ule umwangaliao ukamfumbia na jito, ukamwangalia ukapendekeza, wala taqrabu, hata ile maangalizi ndio wakurubia zina wewe. Ndio hapo tumekatazwa hata kuikurubia. Tena huko kuikurubia ndio ablagh zaidi kusikiza katika hiyo zina, sababu innahu kana fahishatan wa saa sabila. Wala taqrabu zina, msikurubie hiyo zina. Tena ni kwa mengi sana, ni kwa mengi sana, kwa kumgusagusa, kwa kumfinyia mato, kwa kumpigia simu, kwa kumpeleleza. Zote hizo ni akrab, hazifai. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Wewe angalia Mwenyezi Mungu akwambia nini? Wala taqrabu, ambapo kwamba mimi sasa katika madhahabi yangu mimi nasema wala taqrabu, hata zile meseji ziandikazo vile ni kurbu zile meseji. Ngoja niandike meseji nimpekee tena, na sasa kumkono uchafu kabisa, na watu kuonana na sura astaghfirullah na astaghfirullah, na wengine kuoneshana hata zile siri ambazo kama Mwenyezi Mungu amezita kuzitia mtu kumuonesha mandani wake. Basi Ramadhani huna haya wewe, hukuumbwa wewe, hukuketi na mashekhe wewe, hukusoma madrasa wewe, huwaoni watu ambao kwamba wanavyoishi waishi vipi. Wala takrabu, kaifasiri wewe hivyo. Lamsi ni qurb, kumwangalia kumfinyia mato ni qurb, kumpeleleza ni qurb. Zote hizo zapekea wewe, kisha baada yake uzini.
Na kumekatazwa ndugu zangu katika Ramadhani, sisi waingilia wake zetu, tumekatazwa zina nje ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Hizo zaharibu saumu zetu. Wewe waambiwa mume ambaye kwamba atamngilia mke wake, faini yake waielewa wewe? Hata wewe wazina, hata wewe kwenda kwa malaya katika shahru Ramadhani mubarak, wewe uliokuwa na mke wako wajua faini na adhabu kubwa ya kumngilia mke wako katika shahru Ramadhani? Haya, ulamai watuambia mwenye kumngilia mke wake katika mwezi wa Ramadhani atafunga shahraini mutatabiaini, utafunga miezi miwili adabu yako bila ya kuwata hata siku moja. Ukiwata siku moja utarudi mwanzo, wajua hiyo wewe? Au ikiwa huwezi hilo la tatabiaini, basi utafunga miezi miwili, utawalisha maskini 60, utawalisha maskini 60. Tena na hapo usichague wewe shekhe, wewe una mali yako, una pesa zako, ukaona ile adabu ya kufunga miezi miwili huwezi, afadhali uwalishe maskini 60. Kuna watu waweza kulisha watu milioni 60 kwa siku moja. Si wewe utakwenda kwa mwanachuoni umwambie mimi bwana nimemngilia mke wangu, atakuuliza kazi yako nini wewe? Lakini mwanachuoni kwa vile kwamba ni adabu atakwambia ikiwa na adabu lazima ufunge miezi miwili. Mimi nitaweza wapi? Sasa ukitoa asbabu, pengine kuna alsa, pengine kuna ugonjwa fulani, sasa basi utaambia sasa, angalia hao maskini 60 uwalishe, sababu kulisha maskini 60 kila mmoja atakuwaweza. Katika adabu ya mume kumngilia mke wake Ramadhani. Sasa wewe ambaye kwamba utafanya uchafu ndani ya mtana wa Ramadhani ufanyweje? Haifai kabisa. Na tutahadhari sana na zina ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani. Lakini tuko katika mwezi wa Ramadhani mtukufu hunu, hiki ni kitendo kichafu, hakifai. Yaqulu alayhi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini mwenye kuzini saa ile ya kuzini akawa yeye ni mu'min. Hapo ni nje ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani ndio kabisa. Ramadhani ndugu yangu ni mwezi mkubwa, ni mwezi mtukufu. Watu watakawashughulike katika amali njema kama hii ni ya siyam na qiyam al-layl, watu tushughulike na hayo. Sasa zina katika Ramadhani ni ashad, ndio tukasema siamu ambao kwamba ni siamu alfard, kufunga tupu katika Ramadhani ndio ziada. Naam, tumalizie hapa kwamba mtu kutembea ndani ya Ramadhani kwa ajili ya zina, wallahi ni kitendo kichafu sana, wala mwezi wa Ramadhani hukupa heshima. Kuna baadhi ya watu wasema Ramadhani hiyo itakuwa yendao na huku na masikitiko, wale wengine hawakufunga, wale wengine walikilewa, wale wengine walikijepa, wale wengine walikifanya hivi na hivi. Sasa Ramadhani yenda kwa wale haina raha, lakini kwa wengine itaondoka, endelea kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Watu waliswali, watu walifunga, watu walikwenda na hizbu. Tujalie maneno haya, tushuhudie mimi na wewe. Na ubaya wa zina ndugu zanguni ni mtu uzini na mke wa jirani yako. Allahu akbar, Allahu akbar, madhambi makubwa sana mtu kuzini na mke wa jirani yako, tena haswa wewe pengine ile nyumba mwenyewe amesafiri, amekwambia bwana pita hapo nyumbani, kumbe wewe ukipita kupita. Ni hatari kubwa. Lakini tutahadhari kwa sababu haya ni matatizo makubwa ya mtu kujiona siha yake, amshike huyu, ampende huyu, amtoke huyu.
Lakini nakupa mfano wa mshairi mmoja, kisha na wewe nenda ukazingatie. Asema nini mshairi? Man yazni walau bijidarihi in kunta hadha labiban fafhami. Yani man yazni, mwenye kuzini na yeye ataziniwa, japokuwa kwenye yuzna ataziniwa naye, walau bijidarihi. Man yazni yuzna, si ndio bwana? Tamu kwa tamu. Ukizini utaziniwa tena, walau bijidarihi, japokuwa kwenye ukuta. Yeye mwanamke, mke wako atakayeko ndani, fahali uko nje ya ukuta. In kunta hadha labiban fafhami, ikiwa una akili, hebu weka kwa akili haya. Inna zina dainun, deni, zina ni deni. Fa in aqraltahu, ukilikopesha, kana alwafau min ahli baitika fa'alami, kopesha utalipa kwa mkeo. Basi Ramadhani bwana ametoka kwenda kusali tarawih, wewe ndio umeshika nyumba. Bwana ametoka kwenye hizbu, ndio kusoma hizbul Qur'ani, wewe umeshika nyumba. Bwana ametoka ndio katika qiyamul layl, katika tahajjudi, manake watu tangu saa 8 mpaka alfajiri kule nyumbani, wewe umekwenda kushika nyumba. Basi man yazni yuzna walau bijidarihi in kunta hadha labiban fa'alami inna zina dainun fa in akhraltahu kana alwafau min ahli baitika fa'alami. Ya Rabbi, atupe taa mzuri katika Ramadhani ya Rabbi, asitutie katika maasi ya Rabbi, atukubalie swala zetu na saumu zetu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.